Yesu alikufa msalabani na kuna watu leo wanasema kwamba Yesu hakufa msalabani, kwamba Yesu alikwepa mauti ya msalaba. Alitengeneza mazingaombwe kikafa kiumbe kingine na sio yeye. Hilo sio fundisho la Biblia na wala huo sio ukweli. Hata historia yenyewe iko wazi na inathibitisha. Watu wote wanahistoria wa kipindi hicho kama Josephus pamoja na wanahistoria wengine wanathibitisha wazi kwamba aliuliwa, alikufa pale msalabani. Na ulikuwa ni utume wake. Yeye alikuja kwa kusudi hilo maalum, akafa ili sisi tuwekwe huru kwa kifo chake. Sababu sheria ilikuwa inasema utakapokula tunda la ujuzi wa mema na mabaya hakika yake utakufa. Sasa Mungu alikuwa amebeba adhabu ile ambayo mwanadamu alipaswa aipate ili mwanadamu awe huru kwa yeye. Kwa hiyo Yesu alikufa msalabani, na kwa kufa kwake msalabani sisi tumepona. Ukisoma Isaya sura ya 53, amepigwa ili sisi tuweze kupona. Na kwa kifo chake ametoa dhabihu, ametoa sadaka ya daima kwa ajili ya wokovu wa kila aaminie. Soma kitabu cha Yohana sura ya 3 fungu la 15 na 16. Mungu amemtoa mwanae wa pekee kwa maana ya uhusiano, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Lakini kabla Yesu hajafa msalabani, alikuwa ameandaa timu, ameandaa kikundi cha watu ambao, kwa sababu yeye alijua kwamba hataishi daima duniani, amekuja tu kutimiliza wajibu maalum, na baada ya kuwa ametimiliza hilo kusudi la yeye kuja duniani, atarudi tena kwa Baba mbinguni. Sasa alikuwa amekuja, kuna mambo kadhaa ambayo alikuwa akishughulika nayo. Kwanza ni kwa ajili ya kurekebisha mantiki ambazo zilikuwa ndani ya mioyo ya Waisraeli wengi, mapokeo ambao walikuwa wamearithi kwa wazazi wao. Alikuwa amekuja kuondoa mpaka, boundary ambayo Waisraeli walikuwa wamejiwekea ya kujiona wao ni watakatifu kuliko mataifa mengine, na hivyo kuzuia baraka za Mungu kuwafikia mataifa ambao Mungu alikusudia pia waweze kurejeshwa kwake. Alipokuwepo katika kisima kile cha Yakobo akihojiana na yule mwanamke, alikuwa akishughulikia mipaka ya kitamaduni ambayo Israeli walikuwa wameiweka, na hivyo alifanikiwa kuivunjilia mbali. Alipokuwa akitoa mifano mbalimbali kadha wa kadha, alikuwa akishughulikia kuondoa boundary ambazo wanadamu walikuwa wameziweka, mipaka ambayo ilikuwa inazuia kanisa lake lisiwe baraka kwa jamii ya wanadamu wengine. Kwa hiyo alichagua wanafunzi 12 ambao waliishi naye kwa karibu kwa miaka 3.5. Walikuwa wakijifunza kwake, kwa sababu wanadamu tunajifunza kwa kuona na tunajifunza kwa kusikia. Kwa hiyo kwa sababu ya kuwa karibu na yeye kwa miaka 3.5, alikuwa amekusudia wajifunze na wafahamu undani wa kila ambacho alikuja, undani wa yeye mwenyewe, lakini undani wa kila ambacho alikuja kukifanya. Baada ya kuwa ijapokuwa kwa muda huo wote wa miaka 3.5 wanafunzi hawakuelewa kabisa utume wake, lakini hata hivyo baada ya kuwa amekufa sasa na amefufuka kama ambavyo neno lilikuwa linaelekeza na vile ambavyo alijitabilia juu yake mwenyewe, alifanikiwa kuwa na muda wa siku 40 ya kukaa nao na kurekebisha makosa ambayo walikuwa nayo bado. Alifanikiwa kuondoa ubinafsi ndani ya mioyo yao, alifanikiwa kuondoa kiu ya cheo, alifanikiwa kubadilisha mentality yao ambayo ilikuwa imejengwa katika ufalme wa kidunia. Na hivyo sasa wakafahamu kwa uwazi. Wakisha kufahamu hilo, katika kitabu cha Mathayo sura 28:18 na hadi 20, aliwaambia,
nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote nitakayowaamuru ninyi. Tazama, mimi niko pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Kwa hiyo alikuwa amewaagiza, ni agizo ambalo sasa alikuwa akitamani kanisa lake ambalo alikuwa amelianzisha liweze kufanya hilo jukumu la kuwabariki wengine, jukumu la kuwafikishia wokovu watu wengine. Kwa hiyo neema ya wokovu ikawa imefunuliwa, mpaka ambao Israeli walikuwa wameuweka, ambao ulikuwa unazuia baraka za Mungu, neema ya wokovu isiwafikie wanadamu wote, sasa ulikuwa umevunjwa. Kanisa la mitume likatoka pale baada ya kuwa Bwana wao mwaka wa 31 huo akapaa kwenda mbinguni, kama kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 kinavyoeleza. Akapokelewa na mawingu. Walipokuwa wakitazama juu, malaika wawili wakawatokea, enyi watu wa Galilaya, mbona mnakaza macho juu? Kwa maana mlivyomwona Yesu akipaa mbinguni, mtamwona vivyo hivyo akirejea katika mawingu na hali ya utukufu. Lakini alikuwa amewaambia kwamba msitoke Yerusalemu. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 fungu la 4, msitoke Yerusalemu mpaka mtakapotimiziwa ile ahadi. Fungu la 8, kwa maana mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Uyahudi wote, katika Samaria na hata mwisho wa nchi. Kwa hiyo alikuwa ameanzisha kanisa lake jipya, ambalo sasa ni kanisa ambalo halikusudiwi tu kuwa la Wayahudi, ni kanisa ambalo ni inclusive, kanisa ambalo litahusisha watu wa mataifa yote. Wameambiwa enendeni mkawafanye wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi. Lakini katika Matendo ya Mitume anasema mtakuwa mashahidi wangu katika Uyahudi na Samaria na hata mwisho wa nchi. Kwa hiyo hata mwisho wa nchi, duniani kote, mkawafanye watu kuwa wanafunzi, mkawabatize, mkawafundishe yote niliyoamuru ninyi. Kwa hiyo kanisa hili sio la taifa la Israeli peke yake, ni kanisa jipya sasa ambalo Mungu amekusudia liwe ni kanisa la watu wote duniani watakaoamini. Kila aminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo neema ya wokovu ilikuwa imefunuliwa bure, ilikuwa imetolewa bure. Yesu Kristo alikuwa amekufa msalabani, alikuwa amemaliza kila kitu kinachohitajika kwa ajili ya wokovu. Wewe mwanadamu hauna jambo lolote ambalo unaweza ukalifanya likakuokoa. Maana kuna watu wanaamini kwamba ili uweze kuokolewa labda inabidi umsaidie Yesu kufanya baadhi ya vitu fulani ili uweze kujipatia credit kwake na uokolewe. Yesu amekufa msalabani kwa kifo chake, kwa maumivu yale aliyoyapata, kwa huzuni zile alizozipata, kwa moyo wake kuvunjwa, mwili wake kuvunjwa, kwa misumari ile aliyouambwa msalabani, kwa mkuki ule aliochomwa pale ikatoka damu na maji. Yeye alikuwa amemaliza kila kitu kwa ajili ya wokovu wa mwanadamu aaminie. Katika kitabu cha Yohana sura ya 3 fungu la 15, Yohana aliandika hivi: kama vile Musa alivyomuinua nyoka wa shaba jangwani, ili kila ambaye angeweza kumtazama okolewe, hivyo Mwana wa Adamu ameinuliwa katika msalaba wa Kalvari, ili kila mtu anayemtazama kwa imani aweze kupata wokovu kwa yeye. Kwa hiyo Yesu hakukwepa kifo cha msalaba, kwa sababu alikuja utume wake, ujio wake duniani ilikuwa ni ili afe msalabani, aweze kulipa deni la mauti ambalo mwanadamu alikuwa anadaiwa na sheria ya Mungu.
Ashukuriwe Mungu kwa sababu yeye amefanya kila kitu kwa ajili ya wokovu wetu. Hakuna kitu alichokibakisha. Na hivyo kitabu cha Matendo ya Mitume kimejaa matendo makubwa, mambo makubwa, wajibu mkubwa ambao mitume waliufanya baada ya kuwa Yesu sasa amewaacha, na baada ya kuwa wamepata sasa nguvu ya Roho Mtakatifu. Walienda huku na kule katika Asia na katika maeneo mbalimbali ya upagani, katika Rumi yote, wakifundisha habari njema za Injili, habari njema za wokovu katika Kristo Yesu. Na watu wengi waliweza kuvuta mioyo yao na kuweza kukubali Injili au neema ya wokovu ambayo ilikuwa imetolewa bure kwa mwanadamu Yesu Kristo, ambaye alikuwa amekufa kwa ajili ya wokovu wa kila mtu. Kwa hiyo Yesu alikuwa amemaliza kila kitu kwa ajili ya wokovu wetu. Yeye amefanya yote ambayo yanahitajika ili sisi tuokolewe. Tunachohitajika ni kuamini. Tunapaswa tumwamini yeye, na tuamini na kukubali neema ya wokovu aliyoitoa bure kwa ajili yetu. Kwa imani tu tunaweza kuokolewa. Na imani katika kitabu cha Ibrania 11 fungu la kwanza nasema ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Ni kitu hujakiona bado, ni kitu hujawahi kukiona, lakini unaamini kwamba kitu kipo na kwamba ni uhalisia, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa imani katika Kristo ndiyo ngao na ndiyo kitu pekee ambacho kinaweza kikatuokoa. Hata hivyo, imani neema ya wokovu katika Kristo Yesu na kuokolewa kwa imani hakuondoi umuhimu wa watu wa Mungu kuwa watifu kwake. Na tukiwa watifu kwake, lazima tutaishi na kutunza na kutii sheria yake ambayo iliandikwa kwanza katika mbao za mawe, Musa akakabidhiwa, lakini mbao zile zilipovunjika zikaandikwa upya, Musa akakabidhiwa. Ndizo ambazo zilihifadhiwa katika sanduku la agano, ndizo ambazo zilikuwepo katika hekalu la hapa duniani, lakini ndizo ambazo zipo katika hekalu la mbinguni, mahali ambapo Yesu yupo kwa ajili ya kuomba rehema kwa ajili yetu. Kwa hiyo hakuna namna utakavyoweza kukwepa kuwa mtiifu kwa Mungu, na huwezi kusema umeokolewa kwa imani wakati hauwi mtiifu kwa Mungu, kwa sababu Yesu alisema kitu hivi, mkinipenda mtazishika amri zangu. Huwezi kusema unampenda Mungu wakati humtii. Na kushika amri za Mungu au kuwa mtiifu kwa Mungu tunategemea ni kama matunda ya namna unavyomheshimu Mungu. Unamwamini Mungu, tunategemea tuone kwamba sasa umebadilishwa kufanana naye. Sheria ya Mungu ni kopi ya tabia yake kama ambavyo nimekwambia mwanzo. Kwa hiyo sasa na mpango wa Mungu ni kurejesha mwanadamu katika uhalisia alioumbwa nao wa kufanana na Mungu. Unafanana na Mungu katika tabia. Lazima ujifunze kuishi tabia ya Mungu ili ufanane na yeye. Katika kitabu cha Efeso sura ya 5 fungu la ni Wagalatia sura ya 5 fungu la 26. Biblia inaeleza kwamba ili ajitwalie kanisa safi lisilo na waa, lisilo na kunyanzi wala lolote mfano wa hilo. Kwa kanisa ambalo Yesu atalichukua, watu ambao wataokolewa ni wale ambao hawana waa, hawana kunyanzi lolote, hawana udhaifu wowote. Anasema hakiingii kidhaifu mbinguni. Mbinguni kinaingia kilicho kikamilifu, sio kwa sababu ya juhudi za kibinadamu, ila wamevikwa mavazi meupe, wamefanywa watakatifu kwa damu ya mwana kondoo. Yaani wokovu ni kwa imani. Bwana akubariki. Karibu sana tutapoendelea na mwendelezo sasa wa historia ya kanisa la Mungu la Agano Jipya. Karibu ubarikiwe.